The Storybook. Liko jambo moja kichwani mwangu limezua utata kwa muda mrefu. Swali ni kwa nini tangu miaka 1300 iliyopita mpaka hii leo hadithi ya mapenzi inayozungumzwa kwa matamanio na wengi ni hadithi ya Romeo and Juliet peke yao. Swali kichwani mwangu linakuja, iweje Romeo and Juliet ni wao tu pekee ndio wawe ambao wanatajwa kama mahusiano yao yalikuwa ni bora zaidi? Hivi sasa dunia ina binadamu wanaokadiriwa kuwepo bilioni 7. Kivipi kati ya hawa wote hakuna anayetajwa na kuzungumzwa katika historia ya kimapenzi kwenye namna ya kufurahisha zaidi ya Romeo and Juliet? We've slept 10 hours. Romeo and Juliet walipata kuishi miaka 1300 iliyopita katika nchi ya Wataliano. Lakini swali la msingi ni nini kinafanya tuwakumbuke mpaka hii leo? 1,000 times good night. 1,000 times the worst, Monsieur Knight. Romeo. My love. Zinapozungumzwa hadithi za mahusiano ama historia za mapenzi za wapendanao waliowahi kupata kutokea katika uso wa ulimwengu, basi Romeo and Juliet wanazungumzwa kwa matamanio na wanatolewa mfano ya kwamba wao ndio walikuwa wapenzi bora, lakini mwisho ukawa ni kifo. Romeo and Juliet, hadithi ya wapenzi hawa wawili walioishi miaka 1300 iliyopita kule nchi ya Wataliano. Hivi hii ni hadithi ya kweli ama ni hadithi ya kufikirika? Na ilikuwa ni jambo zito kiasi gani ya kwamba libaki vichwani mwa watu na katika historia mpaka hii leo? Kila yanapozungumzwa mapenzi, jina lililo karibu zaidi kupiga mfano ni Romeo and Juliet. Kwa nini? Moja kati ya hadithi za wapenzi zilizopata kutokea kuwa maarufu zaidi duniani, ukimtoa Adam na Hawa na pia Samson na Delilah. Wapenzi wengine walio maarufu ni Romeo and Juliet. Walikuwa kina nani na nini kilitokea? Kwa nini wabaki wakikumbukwa mpaka hii leo? The Storybook. Hadithi ya Romeo na Juliet, ama maarufu kama inavyotamkwa, hadithi ya Romeo and Juliet. Hii inatusafirisha mpaka Verona katika nchi ya Wataliano mwaka wa 1303. Huko Verona kulikuwa na familia kubwa mbili zenye nguvu na utajiri. Moja iliitwa Montague na nyingine ikaitwa Capulet. Lakini familia hizi zilikuwa na uhasama mzito baina yao. Kulikuwa na ugomvi wa zamani sana kati ya familia hizi mbili. Ugomvi huo mara nyingi ulihusisha mapigano mpaka yaliyopelekea kumwaga damu na kuuawa kwa watu. Kwa bahati mbaya, kijana Romeo alikuwa akitokea familia ya Montague na binti mrembo Juliet alikuwa akitokea familia ya Capulet. Familia mbili zenye uadui mkubwa, uadui mpaka wa kuuana. Wakati uhasama huu mkubwa unaendelea, Romeo na Juliet bado walikuwa hawajawahi kupata kukutana. Na tena Romeo yeye wala hakuwa akionekana katikati ya vita hizo. Alikuwa ni mwenye kujitenga, akiishi kwa huzuni sababu ya kutofanikiwa kwa mapenzi yake. Kipindi hiko alikuwa akimpenda binti aliyekuwa akiitwa Rosaline. Lakini binti huyo wala hakutaka kuwa na mahusiano na Romeo. Juliet
Kipindi hiko alikuwa ni binti wa umri mdogo, yapata miaka 13, lakini kulikuwako na bwana mmoja aliyekuwa akiitwa Count Paris, ambaye alikuwa ni kijana tajiri aliyekuwa na ujamaa na mtawala wa mji wa Verona kipindi hiko, Prince Escalas. Huyu alikuwa akimpenda Juliet tangu akiwa mtoto wa miaka 13. Kwa hivyo akamfuata mzee wa Capulet ambaye ndiye baba wa Juliet. Naye mzee Capulet alipokea na kuridhia ombi hilo la kumtaka Count Paris asubiri walau kwa miaka 2 ili Juliet angalau akue. Kwa mila za wakati huo, Count Paris akawa anahesabika ni mchumba wa Juliet, japo Juliet hakuridhika na hilo. Basi siku moja baba yake Juliet, mzee Capulet, akamwalika kijana Paris katika tafrija kubwa aliyoiandaa. Kumbuka, hii ni tafrija iliyoandaliwa na familia ya Capulet, ambayo ndiyo familia ya kina Juliet, familia ambayo ina uhasama mkubwa na familia ya Montague, ambayo ndiyo anatokea kijana Romeo. Mjakazi wa Capulet alipokuwa akitembea katika mitaa ya mji wa Verona kusambaza mwaliko wa hafla hiyo kubwa, basi alikutana na Romeo na binamu yake Benvolio, ambao katika orodha ile ya waalikwa waliliona jina la Rosaline, msichana ambaye alikuwa akimvutia sana Romeo kwa wakati huo. Hivyo Romeo na Benvolio wakaweka mpango, ni lazima wahudhurie hafla iliyoandaliwa na mzee wa Capulet. Mama yake Juliet, Lady Capulet, alijaribu sana kumpa hamasa Juliet kukubali kuwa mchumba wa kijana Paris, na siku hiyo ya hafla iliyoandaliwa na baba yake basi wakutanishwe kwa mara ya kwanza. Basi siku ile ya hafla kubwa ya familia ya Capulet ikafika, ila binamu wa Romeo aliyekuwa akiitwa Benvolio akamshawishi sana Romeo waende kwenye hafla hiyo. Nia ya Romeo ilikuwa ni kwenda kumuona Rosaline, msichana aliyekuwa akimpenda, ila nia ya Benvolio ilikuwa ni kutaka Romeo akakutane na wasichana wengine warembo ili amsahau Rosaline. The Storybook. Romeo na Benvolio wakaenda kwenye hafla ile ya familia ambayo ni maadui wakubwa wa familia yao. Wakaamua kuvaa maski usoni, maski ambazo zilikuwa ni kama pambo ila ziliwasaidia kuficha nyuso zao. Romeo aliyekuwa kijana mtanashati na inasemwa aliwazidi uzuri na mvuto wanaume wote waliokuwa katika pati hiyo, hata pamoja na kufunika sehemu ya uso wake kwa maski, ila hilo bado halikuficha uzuri na mvuto wake. Romeo akiwa katika pati hiyo akaonana na binti mrembo Juliet. Romeo aliyekuwa mbovu wa kupenda, basi moyo wake ukaanguka kwenye mapenzi mazito zaidi kwa Juliet. Akampenda Juliet kuliko hata alivyokuwa akimpenda yule Rosaline. Tybalt aliyekuwa binamu wa Juliet akagundua ya kwamba kijana Romeo kutoka familia ya Montague, ambao ni maadui zao, amezamia katika hiyo sherehe yao. Tybalt akaghadhibika na kutaka kumshambulia Romeo hata amuue, lakini baba yake Juliet akamkataza asifanye hivyo, na kisha badala yake akamfukuza Romeo atoke kwenye nyumba yake. Romeo baada ya kufukuzwa kwenye hafla ile, alipotoka hakuondoka kabisa, ila akaenda kujificha katika bustani ya jumba hilo la kifahari. Hapo penzi lake kwa Juliet likamsukuma ajifiche hapo na kutafuta namna ya kumuona Juliet kwa mara nyingine. Basi baada ya kuisha kwa hafla ile, Juliet akaenda chumbani kwake kwenye baraza, akizungumza katika namna ya kuwaza kwa sauti, na alichokuwa akiwaza na kujisemesha Juliet ni vile alivyovutiwa na Romeo na kutokea kumpenda, ila anaogopa litakalotokea, kwani familia zao ziko katika uadui mkubwa. Ghafla tokea kwenye giza na vichaka vya bustani akatokea kijana Romeo ambaye alikuwa amejificha humo akitafuta namna ya kumuona Juliet. Romeo alipojitokeza wakazungumza kwa mara ya kwanza, ila
upendo wao ukawa mkubwa kiasi siku hiyo hiyo wakaahidiana, pamoja na yote yale yaliyopo ya uadui mkubwa kati ya familia zao, ila ni lazima wawili hao watakuja kuoana. Maajabu ya penzi la Romeo na Juliet. Wamekutana leo na kuahidiana kuoana siku hiyo hiyo, na kesho yake tu wakafanya ndoa ya siri na wakaoana kweli kwa msaada wa Friar Lawrence, mmoja kati ya watumishi wa kanisa. Hii ndoa ikawa ni mtihani mkubwa kwa wapenzi hao, na kilichofuata baada ya ndoa hii hakikuwa furaha, isipokuwa ni maisha ya mateso mpaka kifo. The Storybook. Kwa bahati iliyo mbaya, yule Tybalt, binamu wa Juliet, akawa na chuki nzito dhidi ya watu wa Montague, na sasa adui yake mkubwa alikuwa ni Romeo. Basi Tybalt akasema kwa kosa la Romeo kuzamia kwenye sherehe yao ya familia ya Capulet, Tybalt akamtaka Romeo aingie naye ulingoni kwa mapigano. Zamani watu walipokuwa na shitaka walikuwa wakiitana ulingoni na kupigana mpaka mmoja afe, huku wakiamini mshindi atakuwa ndiye mwenye haki na ndiye aliyechaguliwa na Mungu. Kwa hivyo Tybalt akataka mapigano na Romeo. Romeo hakutaka kufanya hivyo, japo Tybalt aling'ang'ania. Mercutio, aliyekuwa jamaa wa Romeo, alikasirishwa na Tybalt, hivyo akaamua kumwambia Tybalt waingie ulingoni kwa mapambano, hasa akitaka kulinda heshima ya familia yao ya Montague, kwani alihisi kukataa kupigana kwa Romeo kulionyesha udhaifu tu. Mercutio alipopigana na Tybalt alijeruhiwa vibaya sana. Romeo akapatwa na uchungu na kuamua kuingilia kati ili aamulie ugomvi huo, lakini kwa bahati mbaya Romeo akajikuta amemjeruhi vibaya Tybalt kwa upanga wake, kiasi ikamsababishia kifo. Prince Escalas, aliyekuwa mtawala wa Verona kipindi hiko, alishawahi kupiga marufuku mapigano baina ya familia hizo mbili, na akasema ikiwa itatokea mapigano baina yao, basi watakaohusika watahukumiwa kifo. Lakini kwa namna ilivyotokea, ilionekana wazi kuwa Romeo hakukusudia kuua. Basi mtawala wa Verona akaamuru Romeo aende akaishi uhamishoni na kupigwa marufuku kukanyaga mji wa Verona, na ikiwa Romeo atarejea Verona, basi atahukumiwa kifo. Romeo akaenda mafichoni, lakini kwa uzito wa mapenzi yake ya kweli kwa Juliet, basi akawa mwenye kurudi kwa siri usiku. Kisha anafanya hatari zaidi, kuingia katika jumba la familia ya Capulet na kwenda kumwona Juliet ndani ya chumba chake. Kitendo hiki kinatafsiriwa kama ujasiri na ishara ya mapenzi makubwa baina ya hawa vipenzi wawili. Lakini familia ya Capulet wenyewe kwa kipindi hiko, msimamo wao ulikuwa ni kupinga mapenzi ya Romeo na Juliet. Tena hawakutaka wamuone Juliet akikaa kwa unyonge, na tena wakatishia kumpa laana ya familia na kumtenga ikiwa atakataa kuwa mchumba wa Count Paris na kisha kuolewa naye. Tena sasa wakataka aolewe na Count Paris kwa haraka sana. Juliet akaamua kwenda kumtembelea yule mtumishi wa kanisa, Friar Lawrence, ambaye ndiye aliyewafungisha ndoa Romeo na Juliet. Juliet alimfuata ili kumwomba msaada. Friar Lawrence akamwambia Juliet kuwa ili akwepe ndoa anayolazimishwa kuolewa na Paris, basi atampa dawa ambayo akiinywa itamfanya alale usingizi wa kifo, ambao kila mtu akimtazama ataona amekufa, na atalala usingizi huo kwa siku kadhaa. Kisha Friar akamwahidi Juliet, wakati huo familia yake inaamini amekufa,
basi ndoa itaahirishwa na yeye kwa haraka atampelekea ujumbe Romeo, na halafu Romeo atakuja kumuiba atakapokuwa amewekwa katika majumba yao waliokuwa wanayatumia kama makaburi, na Juliet atakapoamka atatoroka naye na waende wakaishi maisha yao mahala kingine ambako watafurahia mapenzi yao. The Storybook. Basi ule usiku kabla ya usiku wa ndoa kati ya Juliet na Paris, ndoa ya kulazimishwa, Juliet akanywa ile dawa aliyopewa na yule mtumishi wa kanisa, na kweli ile dawa ikamlaza usingizi ambao ikaaminika amekufa, na wakaenda kumlaza kwenye makaburi yao wanayoyaita kripti, ambayo haya si makaburi haya ya kuzikwa huku umefungwa kwenye jeneza na kufukiwa. Lakini kwa bahati mbaya sana, yule mjumbe aliyetumwa hakuweza kumfikia Romeo na kumpa ujumbe kumueleza mpango wote ulivyo, kwa maana jiji la Verona lilitiwa vizuizi ambavyo mtu hatoki wala kuingia katika mji huo. Lakini Romeo kupitia kwa mjakazi wake aliyekuwa akiitwa Baltazar akasikia tu ya kuwa Juliet amefariki. Romeo hakujua imekuwaje na ni nini kimetokea, naye kwa uchungu akaona hana haja ya kuendelea kuishi kama amempoteza Juliet. Basi akanunua sumu ili naye ajiue, ila kabla hajanywa ile sumu akataka kwanza aende akashuhudie. Alipofika pale makaburini akamkuta Paris yuko pale nje ya makaburi. Paris hakuwa amemgundua Romeo, akadhani ni jambazi, hivyo akapigana naye vikali. Romeo ambaye wakati huo alikuwa kama aliyerukwa na akili akamuua Paris. Kisha akaenda na kuutazama mwili wa Juliet, na kwa jinsi alivyomuona amelala akajua tu kwa hakika huyu Juliet amekufa. Romeo akanywa sumu na akafa kwa ile sumu akiwa amelala kando ya Juliet. Muda ukafika wa Juliet kuamka na akamkuta Romeo amekufa kando yake na akiwa na chupa ya sumu. Juliet akataka naye aone kama kuna sumu iliyobaki kwenye ile chupa, basi naye anywe ajiue. Lakini kwa bahati ilikuwa ile sumu imeisha. Juliet akasikia watu wakija na akajua watakapomkuta mzima basi watamchukua na arudi kwenye yale maisha ambayo hayakuwa ya furaha kwake. Hivyo akachomoa kisu alichokuwa nacho Romeo na kisha akajichoma na kujiua. Familia ya Capulet na familia ya Montague pamoja na Prince Escalas, mtawala wa Verona, wakafika katika yale makaburi na kukuta Romeo na Juliet wakiwa wamekufa, huku wamelaliana, na pia Paris naye amelala nje akiwa amekufa. Ugomvi wa miaka mingi kati ya familia hizi mbili sasa ukafikia mwisho. Lakini Friar Lawrence, yule mtumishi wa kanisa, alipofafanua juu ya mkasa huu wa Romeo na Juliet, akawaita ni star-crossed lovers, yaani wapenzi wenye nyota mbili ambazo kwenye maisha zinakataana kudumu pamoja kwa amani. The Storybook. Kati ya mwaka 1564 mpaka mwaka 1616 katika nchi ya Uingereza palipata kuishi mwandishi mmoja mashuhuri sana wa fasihi aliyekuwa akiitwa William Shakespeare. William Shakespeare alikuwa ni mwandishi mzuri sana wa maigizo na tamthilia, na moja kati ya kazi zake maarufu sana ndiyo tamthilia aliyoiandika kuhusu Romeo and Juliet. Watu hujiuliza, je, hadithi ama simulizi ya kisa cha Romeo and Juliet ni ya kweli? Mwaka 1562 liliandikwa shairi lililoitwa The Tragical History of Romeo and Juliet.
historia ya kusikitisha ya Romeo and Juliet. Hili shairi liliandikwa na Arthur Brooke, na shairi hili lilizungumzia hiki kisa cha Romeo and Juliet. William Shakespeare wakati huo ilikuwa ni miaka ya mwanzoni mwa career yake. Akalisoma shairi hili, likamvutia na kumgusa sana. Naye tokea hapo akaenda kuandika tamthilia ambayo hiyo ndio ikawa maarufu zaidi na kukifanya kisa hiki cha Romeo and Juliet kupata maarufu nacho. Inasemwa ya kwamba hakika hii ni simulizi ya kweli kabisa. William Shakespeare aliandika simulizi hii kutoka katika shairi lililokuwa likiitwa The Tragical History of Romeo and Juliet, shairi lililokuwa limeandikwa na Arthur Brooke. William Shakespeare aliandika tamthilia hii kutoka katika shairi la mwaka 1564, shairi lililoandikwa na Arthur Brooke. Kwa hivyo hii ni hadithi ya kweli. Hakika ni miongoni mwa simulizi maarufu sana kuwahi kupata kutokea duniani. Nami leo nimeona itakuwa vyema ikiwa nitashare nanyi simulizi hii ya kusisimua. Simulizi maarufu ya mapenzi ya Romeo and Juliet. Until next time, my name is Jamal Mustafa, Jamal April, Professor. The Storybook. Hey, so I have a tip for you. Leo nimevalishwa na kupendezeshwa na suti fashion. Japo haijawa suti isipokuwa ni vazi la kawaida, shati na suruali iliyokuwa kali. Lakini pia always kwa wanaume mimi huasisitiza kuvaa saa zenye ubora na original kutoka kwa Arif Quality. Man, I'm rocking Versace leo. Na sababu niko na Versace mkononi, ikawa poa zaidi pia nikipata na Versace mguuni. Abdi Shoes amenivalisha moja ya viatu bora kabisa. The Storybook.